Tukakaa kwa muda kwenye ile nyumba ambayo kwa mtu ajitolea. Baadaye kanisa likasema sasa watu, sababu tusha hapa na mafundisho ya dini, kila mtu ambaye mwenye uwezo amchukue mtoto ambaye anaweza kuishi naye. Kwa mtu akanachagua, mimi namtaka huyu, mimi namtaka huyu, mimi namtaka huyu. Sasa na mimi alinichukua tena akasema mimi nitaenda kukusomesha. Akanichukua nikaenda naye kwake. Lakini plani yake na yeye alikuwa anataka nipeleke, akasema mimi nitakusomesha, ila kuna mtu ambaye kuna eneo anaitwa Vigwaza. Huko kuna Masai wengi na anafuga sana. Kuna ndugu yangu yupo huko, yeye ana uwezo sana, atakupeleka shule. Kwa akanisafirisha mpaka Vigwaza. Kufika kwa Vigwaza, kumbe lengo kuu niende nikachunge ng'ombe kule. Haikuwa tena kwenda shule, nikachunge ng'ombe. Maana nikakuta ndugu wengine ambao ni ndugu wa huyo mama wengine, na huyo na ndugu yake ambao aliwatoa kijijini, akamwambia nakuja kusoma, afa akapelekwa kwenye kazi hiyo. Sababu andisikia naye ana baadhi ya ng'ombe wake wapo huko. Sasa akaniambia sisi ndugu zake wameshindwa kutusomesha, akusomeshe wewe. Hiyo ni anakudanganya, haiwezekani. Sisi wenyewe tupo hapa miaka sasa na tumeshindwa kupelekwa shule. Wali mimi labda Mungu hakunipangia kwenye hili swala la kusoma, labda kuna njia nyingine naweza nikatoboa. Kweli sasa hapo nikaanza kukata na tamaa. Kama mtumishi wa Mungu tu anakuahidi kwamba utaenda kusoma, alafu ananipeka kwa njia nyingine. Kuna watu wakaambia sasa hivi kusaidiwa kwa Dar es Salaam inakuwa ngumu, watu hawezi kumsaidia mtu hivi hivi. Kwa hiyo anatakiwa ujiongeze tu. Hapo tena Vigwaza nikatoroka tena, nikarudi tena Dar es Salaam. Sasa niliporudi Dar es Salaam nikasema hapa kazi nitakao jishughulisha ni kokota makopo sasa. Na pili nikaanza kokota makopo na hala nje. Hapo sasa kuumwa juu yangu mimi, nitajitibia, nitajua nifanyeje. Kana kokota makopo. Sasa baadaye nikasikia kuna watu ambao wanakusanya watoto wa mitaani na kuwasaidia kwa namna moja au nyingine. Sawa, kama kuna kituo kinakusanya, mtafanya sanaa, sijui za maigizo, mtafanya japo mtaendelea kulala nje, ila mtakuna siku maalum ya kukutana. Kula ndo mtaenda kula kila siku kama kituo hapo. Kila siku utaenda kunywa chai asubuhi. Baadaye unaenda kwenye nyakati zako, siku fulani mtakutana kwa ajili ya kufanya mazoezi ya sanaa. Nikasema hapa panaweza pakanisaidia pia. Sababu pale pia kulikuwa kuna watoto wenye umri mdogo ambao hapo mtaani wao sasa walikuwa wanapelekwa shule. Na mimi nikaeleza tatizo langu, kwa sababu ilikuwa wanakuoji jinsi ulivyotoka hadi ulipofikia, ilikuwaje hadi ukawa mtaani. Nikawaeleza jinsi ilivyokuwa, na mimi nikamwambia mimi hitaji langu niende shule. Akasema sasa wewe kwa sasa hivi shule umechelewa, tunachoangalia ni wale watoto wenye umri mdogo ambao hawajaenda shule, au kama alienda aliwahi kuachia alichokipata achia hapo hapo, labda tuingize kwenye mambo ya sanaa. Lakini ukicheki kampuni nyingi zilikuwa zinafanya kwa kusanya watoto wa mtaani kama nao kujipatia pesa kutoka kwa wafadhili. Yaani utapigwa picha, umevalishwa nguo mpya, unakula vizuri, ila kumbe nao wapate pesa kutoka kwa wafadhili. Hakuna kwa faida ambayo tulikuwa tunaipata zaidi kwa sisi. Kwa hiyo tunajikusanya, tunafurahi, mtapelekwa bichi, pigwa picha vizuri. Kama naona